Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za wakati huu mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Karibu katika kapu la habari. Mimi Hilal Seif Riyami nitakusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa naye Saadi Sulemani. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ahimiza uhuru wa waandishi wa habari na vyombo vya habari kuzingatia uzalendo wa nchi. Viongozi wa dini kisiwani Zanzibar watoa mwongozo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba 2025. Katika habari za kimataifa, baraza la mawaziri la Israel laidhinisha mpango wa kijeshi kulitoa eneo zima la ukanda wa Gaza. Na mkapu la habari linaanzia jijini Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka waandishi wa habari na vyombo vya habari kwa ujumla kutumia uhuru wa vyombo vya habari kuhabarisha umma, lakini kuweka uzalendo wakati wakifanya kazi zao. Akizungumza wakati wa hafla ya utoaji tuzo za Samia Kalamu, Rais Dr. Samia amesema jambo ambalo ameahidi mara kwa mara kwa wanahabari ni kukuza uhuru wa vyombo vya habari, hivyo uhuru uliopo uendane na uzalendo. Katika mambo niliyoahidi ni kuleta au kukuza uhuru wa vyombo vya habari, na hili takwimu zinasema wenyewe kwamba Tanzania uhuru wa vyombo vya habari ni mkubwa na unakuwa siku hadi siku. Lakini kuwa na uhuru wa vyombo vya habari maana yake si kukosa uzalendo kwa nchi yako. Uhuru wa vyombo vya habari, zungumza, sema, chambua, lakini uzalendo uwepo. Hapa ndipo ulipozaliwa, hapa ndipo ulipotoka, hapa ndipo utakapomalizikia. Na wengine hata ukienda nje ukimalizikia huko, tunakuja kuchangishwa huko, jamani arudishwe huko utarudi. Kwa hiyo Tanzania ndio baba, ndio mama, ndio kila kitu. Niombe sana tupende nchi yetu. Aidha, Rais Dr. Samia amepongeza waandaaji wa tuzo hizo kwa kubeba ajenda ya nchi na dunia kwa ujumla kwa kuzingatia pia eneo la nishati safi. Nimefarijika kwamba kuna waandishi ambao wamejikunja maalum wanaandikia nishati safi ya kupikia na mazingira. Hili limenipa faraja sana, na niwaombe sana muendelee nalo ili wananchi wetu wajue kwa nini sasa watumie mkaa unaozalishwa na STAMICO? Kwa nini watumie majiko banifu? Kwa nini watumie majiko ya umeme mdogo? Kwa nini hivyo? Na kwa nini wasikate miti? Kwa sababu sasa hivi takwimu zetu zinasema Tanzania tunapoteza ekari 400,000+ kila mwaka kwa kukata, kupikia na matumizi mengine. Tunapoteza msitu ekari 400,000 na sasa mwananchi aueleweshwe. Na linanipa faraja kwamba issue za mazingira nazo mmezipa umuhimu wake. Kwa upande wake, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi amesema ibara ya 30 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka mipaka ya uhuru wa habari kwa kuzingatia usalama wa taifa na maadili ya Tanzania. Hakuna uhuru usiokuwa na mipaka. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa uhuru kwa vyombo vya habari katika ibara ya 18. Lakini inaweka mipaka hiyo katika ibara ya 30. Naomba waandishi wa habari wenzangu, tunaposoma ibara ya 18 ya katiba kuhusu uhuru wa vyombo vya habari, tusome pia ibara ya 30 inayoweka mipaka
na katika mipaka hiyo mojawapo ni maadili, usalama wa taifa na mambo mengine, ili tunapoandika habari zetu zizingatie hayo. Kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi wa 10 mwaka huu 2025, kamati ya amani ya viongozi wa dini Zanzibar imekuja na mwongozo wa viongozi wa dini katika uchaguzi na kuukabidhi kwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Mwenyekiti wa kamati hiyo, Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kaab, katika mazungumzo yao na Rais Dr. Mwinyi yaliyofanyika Ikulu mjini Zanzibar, amesema mkakati wa kamati hiyo ni kuhakikisha mazingira ya uchaguzi yanakuwa ya amani muda wote. Manabii waliotangulia, Nabii Isa, Nabii Zakaria, Nabii Yahya, walikuwa wanaomba amani, wanataka amani siku ya kuzaliwa, amani siku ya kufa na amani siku ya kufuliwa. Na mimi naongeza kwamba kamati hii vipindi vitatu, na si kama alivyotaka manabii, na sisi vipindi vitatu hivi vile vile. Amani siku ya kupiga kura, watu wawe huru, wapige kura uhuru wakitapa wenyewe. Amani siku ya kuhesabu kura ya pili, hapana kizuizi, kila mtu anani yako wazi mambo. Na amani siku ya kutoa matokeo ya kura. Chombo cha kidini kinachohitaji ni amani na utulivu. Kwa mpaka leo imetufikia sisi, na sisi tumepokea kutoka kwa wale tutangulia, tunaendeleza jambo hili. Wakizungumzia kitabu hicho, viongozi hao wa dini wamesema kimeelezea mambo mengi, ikiwemo namna dini zinavyozungumzia masuala ya amani na uchaguzi. Elezea uchaguzi ni nini. Tunataka watu wetu wajue ya kwamba hata kwenye dini swala la uchaguzi lilikuwepo, na kwamba uchaguzi si sababu ya watu kuitalafiana, bali ni kuchagua na iweje, mmoja atakuwa rais, mmoja atakuwa mbunge, mmoja atakuwa mwakilishi kwenye, haiwezi kutokea mkawa wote watatu. Kwa hiyo dini inasema nini kuhusu uchaguzi? Mara nyingi shughuli zetu zinakuwa ni mazungumzo. Kwa hivyo si aghalabu sana kuisikia kamati inafanya kazi katika vyombo vya habari. Mara nyingi ni mazungumzo, panapotokezea jambo tunakuwa tunamuita, kwa sababu ni nasaha zaidi ambayo ndio tunayoifanya. Lakini pamoja na hilo, huwa tuna shughuli mbalimbali ambazo zinafanya kamati. Kikawaida kuna kamati kuu ambayo ndio inaundwa na viongozi wakuu wa hizi taasisi, kwa sababu kamati ni ya taasisi. Kwa upande wake, Rais Dr. Mwinyi ameishauri kamati hiyo kuwakutanisha wanasiasa, kufanya mijadala ya pamoja, kuzungumzia umuhimu wa amani ya nchi pamoja na kudhibiti viashiria vya uvunjifu wa amani kabla na baada ya uchaguzi. Mustakabali wa nchi yoyote ile ni uwepo wa amani. Kwa hivyo tukiwa tuna kamati zinazofanyia kazi amani kabla haijavunjika, ni jambo la msingi sana. Nawashukuru sana kwa kuja na mwongozo wa viongozi wa dini kuhusu uchaguzi. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwa na mwongozo kama huu. Nashukuru kwa kunipatia nakala hii, nitaisoma vizuri, na ni mategemeo yangu kwamba viongozi sote tutausoma mwongozo na tutauzingatia. Jopo la madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali na wataalamu wa afya 55 kutoka hospitali mbalimbali nchini wapiga kambi ya siku 5 katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete kutoa matibabu ya kibingwa kwa wakazi wa mkoa huo kwa gharama nafuu. Hii hapa ni taarifa yake Saidi Kapalila. Ujio wa madaktari bingwa mkoani hapa ni utekelezaji wa mpango wa serikali kufikisha huduma za kibingwa maeneo mbalimbali nchini, haswa ya pembezoni mwa miji, ambapo wakiwa katika hospitali hiyo baadhi ya wakazi wa mkoa huu waliotoka katika maeneo tofauti tofauti ambao tayari wameanza kupata huduma za kibingwa wanaeleza faraja yao juu ya ujio wa madaktari hao. Sisi kama wananchi tumefurahi sana kwa ujio wa madaktari bingwa, kwa sababu zamani tulikuwa tunateseka kuwa na magonjwa sugu ambayo yanakusumbua. Ilikuwa inabidi uende mpaka hospitali za mbali. Sasa sisi ambao wananchi wa kipato cha chini tulikuwa tunashindwa, mwisho tunaishia kupata matatizo. Sasa hapa kwa sababu rais kaamua kutuangalia sisi watu wa kipato cha chini, sisi tunamshukuru sana rais wetu. Hii huduma imetufurahisha asilimia kubwa ya wanatabora, kwa sababu tunapata muda wa kuongea na madaktari, tunapata muda wa kuchunguzwa. Kama una shida yoyote ambayo ulikuwa unashindwa umweleze nani, madaktari wanakuja, tunawaeleza na wanagundua mbinu mbalimbali za kutusaidia. Mimi binafsi nimekaa na sukari ikiwa juu na ninatumia dawa, ila sikujua zaidi ni kitu gani kilikuwa kinasababisha sukari yangu isishuke, na ninatumia dawa. Walipokuja kunipima wakanibadilishia dawa.
baada ya kunibadilishia dawa mpaka sasa hivi kwa kweli naendelea vizuri. Kwa upande wake mganga mkuu wa mkoa wa Tabora Daktari Honora Taluta Tunisibwa amebainisha dhamira ya ujio wa madaktari hao, huku mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete Daktari Joakimu Eyembe akieleza baadhi ya matibabu ya magonjwa yatakayotolewa na madaktari hao. Lengo la serikali Mheshimiwa Katibu Tawala ni kwa ajili ya madaktari bingwa kuja kutoa huduma kwa wananchi, kuwaletea huduma karibu za kibingwa na kibingwa bobezi, lakini pia kuwajengea uwezo wataalamu wetu ambao wako huko. Kwa hiyo tunashukuru sana zima ya serikali katika kufanikisha kuleta huduma za kibingwa karibu na wananchi. Tutakuwa na mabingwa wa takribani aina zote tunazofahamu. Tunao mpaka bingwa wa magonjwa ya afya ya akili ambaye kwa kweli tujawahi kuwa naye hapo kabla. Tunayo cardiologist, tunaye ENT na wengine wengi. Hii ni nafasi ya kipekee kabisa kwa wananchi wenzangu wa mkoa wa Tabora waitumie. Tutakuwa na mabingwa kwa takribani siku 5. Kwa hiyo ninaomba sana wananchi wa mkoa wa Tabora waitumie nafasi hii wapate kupata huduma hizi ambazo sio mara zote tunaweza kuzipata kwa kirahisi, haswa kwa kufikiwa sisi wenyewe mpaka mkoani hapa tulipo. Katika kufanikisha adhima ya ujio wa madaktari bingwa, Katibu Tawala wa mkoa wa Tabora Daktari John Mboya anatoa maelekezo ya serikali kwa wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri zote mkoani Tabora kuhakikisha ujio wa madaktari hao unawafikia wananchi wote mkoani hapa. Kufanya kazi usiku na mchana kwa jambo moja kubwa sana, kuhakikisha kwamba wananchi wanapata taarifa. Nadhani hilo ndilo kubwa sana tunatakiwa sisi kama serikali tufanye. Maana yake wakuu wa wilaya wakitoa taarifa kwa viongozi wa ngazi za chini, kwa maana ya ngazi ya kijiji, ngazi ya vitongoji, ngazi ya vijiji, ngazi ya kata, ngazi ya tarafa, maana yake wananchi watafahamu. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Walimu wa madrasa nchini wamehimizwa kutokuwa nyuma kushiriki semina na mafunzo mbalimbali yanayotolewa na taasisi za dini ili kuongeza ujuzi, uwezo na mbinu katika masuala ya ufundishaji wa Qur'ani na elimu ya dini kwa ujumla wake. Taarifa yake Aisha Mpatila inasimuliwa studio na Rajab Shaban Matuga. Rai hiyo imetolewa na baadhi ya walimu wa madrasa zilizopo kata Pugu jijini Dar es Salaam baada ya kukamilika kwa semina siku moja iliyolenga kuwaongezea maarifa ya ufundishaji na uhifadhishaji wa Qur'ani kwa watoto. Elimu haina mwisho, pamoja na kuwa ni walimu, lakini bado tunahitaji kuendelea kusoma. Tumejifunza makubwa, miongoni mwa hayo kujenga urafiki na wanafunzi. Badala ya kuwa wewe ni mwalimu kwa mwanafunzi wako, la kwanza kabisa unatakiwa uwe ni rafiki wa mwanafunzi wako. Utamsaidia mtoto kujifunza mengi na hata pia kuwa na nafasi ya kukuuliza mengi, hata kuogopa kwa sababu ni rafiki yake. Lakini ukishika nafasi ya ualimu tu, mtoto anapokuona anaogopa badala ya kukimbilia. Hili ni katika tatizo kubwa katika madrasa zetu. Akieleza malengo ya semina hiyo iliyoandaliwa na Baraza Kuu la Waislamu nchini BAKWATA katika kata ya Pugu, mwenyekiti wake Ismaili Saidi Chumbi amesema malengo ni kuwa na watoto wenye uwezo mkubwa katika kusoma na kuhifadhi Qur'ani. Tupate vijana ambao watahifadhi Qur'ani kwa usomaji uliokuwa sahihi, juzu zote 30. Hatima yake kupata vijana walikuwa wema, vijana ambao ni wasomi wazuri wa dini yetu, wakapata kuwa ni wafuasi wazuri katika dini, lakini pia wakawa ni watendaji wazuri ambao wanachokitenda katika dini hali ya kuwa wanakifahamu vizuri kwa kufundishwa kwa uzuri na kwa weledi uliokuwa mkubwa, na wakawa vijana ambao ni tegemezi, wakaweza na wao kuipata elimu hii, wakaweza kuifikisha kwa wenzi wao. Manake leo tunasema vijana au watoto, lakini watoto wa leo ndio wakubwa wa baadaye. Kata ya Pugu ina jumla ya madrasa zinazotambulika 45. Walimu 55 wanaofundisha madrasa hizo wamehudhuria semina hiyo ambayo mbali na kuimarisha misingi ya ufundishaji dini, lakini pia imelenga kuboresha maisha ya walimu wa madrasa. Baada ya mafunzo hayo, ukiacha taaluma itayokuwepo katika akili zao, tunajua kutakuwa upendo kati yao, kati ya mwalimu na mwalimu. Na tunazo madrasa ambazo tayari zimeshaboresha yani namna ya makazi ya walimu, kama zilivyo zipo madrasa ambazo zina maboresho na mahusiano mazuri katika kutoa yani ujira au malipo kwa mwalimu, na zile ambazo bado huwa ndio moja ya taratibu yetu ambayo tuliyoipanga
tuna mzunguko wa kata nzima kwa ratiba iliyoratibiwa katika kila madrasa ili kumfikia kila mwalimu na kuwafikia wazazi wa mwalimu, kukaa nao katika kuweza kuboresha mahusiano yao na kuboresha utendaji wake kazi mwalimu katika huduma mbalimbali za kibinadamu. Matumizi ya nishati safi ya kupikia kwenye magereza kumepunguza nusu ya gharama iliyokuwa inatumika katika kuandaa chakula cha wafungwa katika gereza kuu la Lilungu mkoani Mtwara kutoka shilingi milioni 3 hadi 4 kwa mwezi hadi kutumia shilingi milioni 1.5 hadi shilingi milioni 1.9. Saadi Suleiman anaarifu zaidi. Akieleza mafanikio yaliyopatikana baada ya kuanza matumizi ya nishati safi ya kupikia, mkuu wa gereza kuu la Lilungu, kamishna msaidizi wa jeshi la magereza Abdallah Misanga, amesema gereza hilo linatumia gesi asilia kwa 90% na 10% mkaa safi. Gharama imepungua. Kwa watu tulionao sisi gereza Lilungu, kwa tunaweza kutumia mpaka milioni 3 mpaka milioni 4 kwa mwezi. Lakini kwa sasa tunatumia milioni 1.5 mpaka milioni 1.9 kwa mwezi. Kwa hiyo tuna unafuu mkubwa wa gharama za kuandaa chakula cha wafungwa. Taasisi zingine ambazo zina watu wanapika chakula kwa wingi na hata majumbani wasiogope, kwa sababu si gharama. Kwa watu ambao wanapitiwa na natural gas, ukichukua maamuzi ni huduma nzuri yenye nafuu na ambayo ni safi kwa ajili ya matumizi ya kuandaa vyakula. Mwenyekiti wa bodi ya nishati vijijini Balozi Meja Jenerali mstaafu Jacob Kingu, akiwa katika ziara mkoani Mtwara iliyolenga kukagua maendeleo ya miradi mbalimbali inayotekelezwa na wakala wa nishati vijijini REA, amefika katika gereza la Lilungu lililoanzishwa tangu mwaka 1952 na kushuhudia matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo tumefurahishwa kuona utekelezaji wa maelekezo ambayo yalitolewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba yanatekelezwa, na sisi Wizara ya Nishati imetekeleza na Wakala wa Nishati Vijijini tumetekeleza. Tumeingia mkataba au makubaliano na magereza, na tulipewa taarifa majuzi na Kamishna Jenerali wa magereza tulipotembelea gereza la Isanga, akaituambia magereza yote 129 yanatumia nishati safi ya kupikia. Balozi Meja Jenerali mstaafu Jacob Kingu ametoa wito kwa taasisi za serikali na binafsi kuiga mfano huu wa gereza la Lilungu ambalo lililoanza kutumia nishati ya kupikia tangu mwaka 2022 iliyofungwa na shirika la TPDC. Tulianza kama pilot study kwa maana ya kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwa taasisi za serikali. Tulizoanza nazo ni Jeshi la Magereza na Jeshi la Kujenga Taifa. Tunakwenda kwenye shule za sekondari na tayari tulikuwa tuna mpango wa kusaini na shule za sekondari kongwe hapa nchini za serikali 52, lakini kuna na shule zingine, lakini tutakwenda na kwenye vyuo vingine vya elimu, tutakwenda na kwenye taasisi zingine za sekta zingine, kwa sababu maelekezo ni kwamba sehemu ambapo kuna watu zaidi ya 100 watoke kwenye kutumia nishati ya kuni au mkaa unaoharibu mazingira, twende kwenye nishati safi ya kupikia. Huko kisiwani Pemba, Jaji Mkuu wa Zanzibar Hamisi Ramadhani amesema mpango wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya kampeni ya msaada wa kisheria kwa watu wasio na uwezo nchini itafanikisha watu wasio na uwezo kupata haki zao na kupunguza mlundikano wa kesi mahakamani. Taarifa yake Juma Seif inasomwa studio naye Saadi Suleiman. Amesema hayo wakati akizungumza kwenye ufunguzi wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia kwa mkoa wa Kusini Pemba kwenye viwanja vya bustani ya wananchi kwa Mwana Mashimji Chake Chake Pemba. Ni matarajio yangu kwamba baada ya kukamilika kwa utekelezaji wa kampeni hii, wananchi watakuwa na uelewa zaidi kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu upatikanaji wa haki zao, mifumo ya kisheria iliyopo, haki za kibinadamu na mfumo wa utatuzi wa migogoro na kwa njia ya usuluhishi. Hii ni nafasi adhimu sana na nawaaseni wananchi tuitumie sote kwa pamoja, kwa sababu hii
niseme ni lulu ambayo tumeletewa katika mkoa wa Kusini Pemba na Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Joseph Magaza ni rais wa chama cha mawakili Zanzibar ZLOS. Amesema kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia hiyo wito kwa wadau wote wa sheria kujenga jamii yenye haki hapa nchini. Kampeni hii iwe wito wa kuchukua hatua kwa wanasheria, yani sisi mawakili, na kwa taasisi na kwa kila mwananchi katika kushirikiana kujenga jamii yenye haki zaidi, ambapo kila sauti inasikika na kila haki inalindwa. Tukumbuke kuwa daima taifa lenye amani ya kweli ni lile linalojenga mazingira ya haki kwa wote bila kujali itikadi za kisiasa, za kiuchumi, za kijamii na za kijamii. Awali, naibu waziri wa Katiba na Sheria wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jumanne Abdallah Sagini ameeleza mafanikio mbalimbali yaliyopatikana kupitia kampeni hiyo ya msaada wa kisheria. Na imekuwa ni mkombozi kwa wananchi wanyonge, hususan wale wasiokuwa na uwezo wa kumudu gharama za uwakili. Kampeni hii imepunguza kwa kiasi kikubwa malalamiko ya wananchi katika sekta ya sheria pamoja na kutatua migogoro mbalimbali ya wananchi kwa njia mbadala. Kampeni imeongeza uelewa wa wananchi kuhusu elimu ya sheria kwa umma, masuala ya haki na wajibu wa misingi ya utawala bora. Kampeni imesaidia kutatua migogoro mbalimbali ya wananchi kwa njia mbadala, hivyo kuongeza amani, utulivu na maendeleo katika jamii. Ni matumaini yetu kuwa wananchi wa mkoa wa Kusini Pemba watanufaika na kampeni hii kama wenzao wa mikoa ya bara na ile hiyo kushatekeleza hapa Zanzibar. Naam, kwa taarifa hiyo ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Saadi Suleiman. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimewasilisha rasimu ya mapendekezo yao ya kupatikana amani, ikiwa ni sehemu ya mchakato unaoongozwa na Marekani. Dhamira ya juhudi hizo za Washington ni kumaliza machafuko kwenye eneo lenye utajiri mkubwa wa madini la mashariki mwa Kongo. Taarifa za kupokelewa kwa rasimu hizo zimetolewa na mshauri mwandamizi wa Rais Donald Trump kuhusu masuala ya Afrika na Mashariki ya Kati, Masad Balouz. Afisa huyo hakuweka wazi kile kilichopendekezwa na pande hizo mbili, lakini amesema kuwasilishwa kwa rasimu hizo ni hatua muhimu kwenye mchakato unaoendelea. Haya yamejiri baada ya mwezi uliopita waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio kushuhudia Rwanda na Kongo zikitia saini makubaliano ya kufanya kazi pamoja kufikia mkataba wa amani. Hata hivyo, hakukuwepo maelezo zaidi juu ya rasimu hiyo, ni ikiwa ingeliruhusu Marekani kujipatia madini muhimu ya Kongo, jambo ambalo Rais Felix Tshisekedi amelitaja mara kadhaa
ili kupata usaidizi wa Marekani katika kumaliza mzozo huo uliodumu kwa miongo kadhaa na kusababisha maafa makubwa. Pande hizo mbili zimekuwa zinalaumiana kwa machafuko mashariki mwa Kongo, huku serikali mjini Kinshasa ikilaumu mara zote Rwanda kuunga mkono waasi wa M23 wanaopigana na vikosi vya serikali. Rwanda imekuwa ikikanusha madai hayo. Kwingineko, Poland imesema inakabiliwa na jaribu kubwa la Urusi kutaka kuingilia uchaguzi wake wa urais unaotarajiwa kufanyika Mei 18. Haya yamesemwa siku ya Jumanne na waziri wa masuala ya kidijitali, akisisitiza kuwa jukumu la Poland katika kuisaidia Ukraine limepelekea Urusi kufanya hujuma za mashambulizi ya mtandaoni na usambazaji wa taarifa potofu. Krzysztof amesema kuwa sasa wapo katika hali ya tahadhari, hasa baada ya Romania kufuta uchaguzi wa rais wa mwezi Disemba kutokana na madai ya uingiliaji ya Urusi. Moscow imekuwa ikikanusha mara kadhaa tuhuma hizo na kukosoa uamuzi wa kufuta uchaguzi wa Romania na kuitaja kama hatua ya ukosefu wa demokrasia kwa mataifa ya Umoja wa Ulaya. Na tuzitamatishe habari za kimataifa. Baraza la mawaziri la usalama limeidhinisha mpango wa kijeshi utakaoondoa Wapalestina wote Gaza. Israel imeidhinisha mipango ya kulitoa eneo zima la ukanda wa Gaza na kuendelea kulishikilia kwa muda usiojulikana. Maafisa wawili wa nchi hiyo waliozungumzia hatua hiyo wamesema baraza la mawaziri la usalama lilipitisha uamuzi huo kupitia mchakato wa kura uliofanyika mapema asubuhi ya siku ya Jumanne. Yair Lapid, kiongozi wa upinzani nchini Israel, akizungumzia uamuzi huo, amesema hakuna anayefahamu kwa undani mpango huo. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema operesheni mpya itakuwa kubwa na Wapalestina watahamishwa. Uongozi wa jeshi la Israel umewaita maelfu ya wanajeshi wa akiba kujiunga na mpango huo mpya. Saadi Suleiman, Mahasin TV. Shukran Saadi Suleiman kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ahimiza uhuru wa waandishi wa habari na vyombo vya habari kuzingatia uzalendo wa nchi. Viongozi wa dini kisiwani Zanzibar watoa mwongozo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba 2025. Katika habari za kimataifa, baraza la mawaziri la Israel laidhinisha mpango wa kijeshi kulitoa eneo zima la ukanda wa Gaza. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah pana majali wake Maulana. Ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi ni Hilal Sefuria niliyokusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa na Saadi Suleiman. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na hivi sasa tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kutoka TMA. Waligani ndugu mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Langu jina ni Desderi Moses. Mifumo ya upepo inaonyesha kuwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na maeneo ya kaskazini mwa ziwa Tanganyika. Kwa maeneo yanayopatikana kusini mwa ziwa Tanganyika, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Kwa maeneo yote ya mwambao wa ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi pamoja na maeneo yanayopatikana katika ukanda wa ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Hivyo Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika baadhi ya maeneo, hususani katika mikoa ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, mkoa wa Dar es Salaam, mkoa wa Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na mikoa ya Lindi na Mtwara. Kwa upande wa ukanda huu wa ziwa Nyasa ni katika maeneo ya mikoa ya Ruvuma, Njombe pamoja na mkoa wa Mbeya. Hivyo wananchi wanaotokea katika maeneo haya wanatakiwa kuchukua hatua stahiki.
Mifumo ya anga inaonyesha bado kuna uwepo wa viashiria vya mvua katika maeneo mbalimbali hapa nchini, hususani katika maeneo yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria, ambapo mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, mkoa wa Mara pamoja na mkoa wa Simiyu. Hivyo wananchi wanaotokea katika maeneo ya ukanda huu wa Ziwa Victoria wanatakiwa kuchukua hatua stahiki. Usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa hali ya mawingu kiasi, mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache inatarajiwa katika maeneo yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria, maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo yote ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi isipokuwa mkoa wa Morogoro. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia, ndugu mtazamaji, yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla. Hapo kesho ni matarajio yetu kuwa hali ya mawingu, mvua inayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua inatarajiwa katika maeneo ya mkoa wa Arusha, mkoa wa Kilimanjaro pamoja na mkoa wa Manyara, na hali hii inatarajiwa pia katika maeneo ya mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Wananchi wanaotokea katika maeneo ya ukanda huu wa Ziwa Victoria, hali ya mawingu kiasi, mvua inayoambatana na ngurumo za radi inatarajiwa katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Morogoro pamoja na maeneo ya pwani ya kusini ya bahari ya Hindi inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Dodoma, mkoa wa Singida, mkoa wa Songwe, mkoa wa Mbeya pamoja na mkoa wa Rukwa inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa jumla. Na sasa karibu tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Vipindi vya jua pamoja na mvua inayoambatana na ngurumo inatarajiwa katika mkoa wa Dar es Salaam. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, mvua na ngurumo vinatarajiwa katika siku 4 zijazo. Kilimanjaro, vipindi vya mvua vinatarajiwa kuendelea kuonekana. Kwa Mbeya, vipindi vya jua pamoja na mvua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya jua pamoja na mvua zinazoambatana na ngurumo za radi inatarajiwa. Arusha, vipindi vya mvua vinatarajiwa. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, hatuna la ziada hadi wakati mwingine. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.